Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Nia za misa. Mafanikio ya kongamano la makatekista metropolitani yetu ya Songea. Roho Mtakatifu awaangaze washiriki wote ili wayashike vema mafundisho watakayopewa kwa wokovu wa roho zao. Nia ya pili, kwa ajili ya roho za waamini wote marehemu maaskofu, mapadre, watawa, mashemasi na makatekista wetu wapumzike kwa amani. Basi nimuombe Mheshimiwa sana Gabera wa seminari yetu, Padre Casto Goliama, aweze kutuongozea misa hii na kutuombea sisi kadiri ya nia tulizozipeleka kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu wapenzi, leo tunapoanza kongamano la makatekista katika nafasi ya kuadhimisha jubilei kuu, kanisa linaadhimisha kumbukumbu ya watakatifu Kordeli Baba Mtakatifu na Siperiano askofu. Wote wawili ni mashahidi katika kanisa. Utume wetu kama ndugu zetu makatekista, sisi mapadre, utume wetu unadai tuwe mashahidi. Basi tuombe maombezi ya hawa watakatifu mashahidi, tuombe na sisi tuweze kweli kuwa mashahidi pale tunafanya utume wetu na katika maisha yetu yote ya kila siku. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu baada ya kustahilishwa kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Amen.
Mungu milele na milele. Somo la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 3 aya ya kwanza hadi ya 13. Ni neno la kuaminiwa. Mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha. Si mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiga watu, bali awe mpole. Si mtu wa kujadiliana, wala asiwe mtu mwenye kupenda fedha. Mwenye kuisimamia nyumba yake vema, ajuaye kuitiisha watoto wake katika usahivu. Yaani mtu asiyejua kuisimamia nyumba yake mwenyewe, atalitunzaje kanisa la Mungu? Wala asiwe mtu aliyeongoka karibu, asije akajivuna akaanguka katika hukumu ya Ibilisi. Tena imempasa kushuhudiwa mema na watu walio nje, ili asianguke katika lawama na mtego wa Ibilisi. Vivyo hivyo mashemasi na wawe wasahivu, si wenye kauli mbili, si watu wa kutumia mvinyo sana, si watu wanaotamani fedha ya aibu, wakishika siri ya imani katika dhamiri safi. Hawa pia na wajaribiwe kwanza, baadaye waitende kazi ya shemasi, wakiisha kuonekana kuwa hawana hatia. Vivyo hivyo wake zao na wawe wasahivu, si wasingiziaji, watu wa kiasi, waaminifu katika mambo yote. Mashemasi na wawe waume wa mke mmoja, wakiwasimamia watoto wao vizuri na nyumba zao. Kwa maana watendao vema kazi ya shemasi hujipatia daraja zuri na ujasiri mwingi katika imani iliyo katika Kristo Yesu. Neno la Bwana. Kwa unyofu wa moyo
ndiye atakayenitumikia. Akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, na sisi tutakuja kwake. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti amechukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye, ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia, usilie. Akakaribia, akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, na kuambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Neno la Bwana. Mapadre walezi wa matikisa na
mafundisho ya dini katika majimbo yetu ya ukanda huu wa Songea ya kanisa. Ndugu zangu makatekista watawa au watawa makatekista, ndugu zangu makatekista wote wenye familia na wasio na familia katika maana ya pastora wajiandaa. Tumsifu Yesu Kristo. Leo mnapofanya kongamano lenu kama makatekista, nimefurahi sana Mungu aliongoza kwamba somo tulilolisoma la kwanza kutoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 3 aya ya kwanza mpaka ya 13, kwa kweli ni somo linalohusu sisi wachungaji. Usiseme leo nazungumzia na askofu na mashemasi tu, wewe na mimi tumo ndani. Tumo. Tukitoa ile pekee tu ya wewe mume wa mke mmoja, basi pale hivyo. Lakini ndio wanaweza watu basi kipekee hiki cha ndoa tunatoka. Lakini sasa vile pekee nyingine sasa. Mimi naomba somo lile wewe tukakisha wewe mwalimu wa dini, mafundisho ya dini na Biblia. Na kuomba sio ile ile kwa askofu akikatakisa. Ile kwa shemasi akikatakisa utaona kuhusu kweli leo. Ya kuhusu kabisa. Na hivi tusiseme askofu ya sisi sote ambao Bwana wetu Yesu Kristo ametukabidhi kanisa kulea, kutunza, ametukabidhi utume, somo hili la Yesu. Hebu tazama kwa fupi yale mambo yanayoelezwa pale. Na niliomba wazi kusema hivi, anayetamani kazi ya katekista, anatamani kazi njema. Kabisa. Anza na hilo. Sasa sifa zipi? Ndio tunasema zile. Anasema huyu mimi natatafuta katekista. Pale katekista anapaswa kuwa mtu asiye na lawama. Aongoze familia yake vyema. Tunaelewa moja? Aonyeshe maadili ya upole, ukarimu, kutokuwa na tamaa ya mali. Pale kwa kuzoea anasema asiwe mpenda fedha. Halafu anasema huyu ni kiongozi ambaye ameitwa kuwa mfano wa imani kwa jumuiya anayoiongoza. Akifika kwa kijana, akifika Kigamboni, hivi mfano wa imani na nyumba gani hapa tunatafuta kuona mfano wa imani. Ndio pale ni makatekista. Ile pale. Sio? Ndio. Akifika mtu Kigamboni kwa kijana, mfano wa imani katekista. Alafu sio tu mfano wa imani kwa Wakristo wenzake, bali kwa ulimwengu kwa ujumla. Ndio kuwa mtu anayetoa ushuhuda wa Yesu Kristo kwa ulimwengu kabisa. Wewe basi anaendelea Paulo anapaswa katekista kushikilia ukweli wa imani kwa dhamiri safi. Kushikilia ukweli wa imani kwa dhamiri safi. Halafu matokeo yake ni kwamba utaona katekista anapata heshima hata kwa wale walio nje ya kanisa. Sawa jamani? Sasa haya yanahusu askofu na shemasi, yanahusu katekista na mipaka.
upate heshima hata kwa wale walio nje ya basi sana. Somo zuri sana, tunasoma tena. Weka askofu, weka katekista. Shemasi, weka katekista. Kwa hiyo Biblia inafurahi kwa sababu somo hili linatufungulia kongamano letu la hija hii tunaposherehekea Biblia yetu ya katekista ndani ya Biblia kuu ya Ukristo Katoliki ulimwengu. Basi nikukumbushe kwa ufupi. Je, hija tunayofanya na Biblia yetu tunayofanya hii ina maana gani katika maisha yetu kama Wakristo, lakini sana kama wachungaji ambao Bwana wetu Yesu Kristo ametukabidhi kanisa huko tunapofanya utume? Basi kwa ufupi ningesema hivi, umuhimu wa hija katika kanisa Katoliki. Hija kama hii ambayo mimi nimefanya tukianza na kongamano hili la kwanza. Hija hii ni nafasi ya kukuza imani yako mwenyewe kama katekista, imani yako mwenyewe kama padre, kama mtawa, sisi sote tunaoshiriki. Yeyote anayefanya hija ni nafasi ya kuimarika kiroho, kwani nafasi ya kufanya tafakari, kusali sana namna pekee. Halafu ni nafasi ya kukutana na wenzako wengine ambao wana imani na utume kama wako. Ili mwangalie kwanza rafiki yako, huyo bwana unaona nini mara ya mwisho? Huyo ndio kwambia na sio. Basi huyo unafahamu au ufahamu huyo na yeye na wewe mnafanya yote utume katika kanisa. Ni nafasi ya kuimarisha. Ni nzuri sana kukutana na kuimarisha watu, hadithi za habari za chuoni sawa, lakini kikubwa kuimarisha wenzangu huko unapotoka. Hii utume. Utasikia mwingine asaidiwe acha sio katekista. Atakwambia usiache, songa mbele. Mshuhudie Kristo katika mazingira, katika tabu, katika raha. Atakuimarisha wenzako. Ndio faida ya kuimarisha kiroho. Ya pili, hija hii ni fursa ya kufanya toba, msamaha kwa dhambi zetu. Kuna katekista mmoja tunayetaniana nimeeleza kwa mambo jana. Tunafanya hija, tunataka kutubu dhambi zetu za kuiba sadaka. Sikusema mimi nasema katekista anajitania. Basi dhambi tunazo wote, tuna dhambi za kila rangi. Hii ni nafasi ya kuomba msamaha kwa Mungu na kufanya toba ya kweli. Kwa hapa katika hija hii tafadhali, dhambi yangu ndiye yana rangi gani? Kwa hiyo leo nataka kuweka msimamo wa kutubu na kurudia Bwana. Ndio nafasi hii. Ndio maana nikata mazingira haya magumu kusudi itukumbushe na dhambi. Ya tatu. Sasa kama kutubu huko tutatoa na fursa kutubia na sasa sakramenti ya kutubia. Leo. Tutatoa nafasi ya kufanya kutubia. Tutatoa nafasi ya kujikumbusha kupokea sakramenti. Ndio katekista katekista lakini basi halafu hija hii nafasi ya kukumbuka na kuheshimu matukio ya kihistoria ya imani yetu. Ni nzuri utazame imani yetu imeanzia wapi. Ndio maana mtaenda kule Kilimani Peramiho ambapo Ukristo ulisimikwa kwa mara ya kwanza katika upande wetu huu wa kusini. Kwa hiyo kujaribu kutafakari kama misionari waliotoka pale wakaja huko walikuwa na nini, na mimi nimepata kanisa hapa kwa katika jimbo hili, nafanya nini nikilinganisha na wenzetu hawa ambao walitoka Ujerumani? Kwa nini mimi nishindwe kufanya tu wala wawezaji? Nafasi ya kutafakari hiyo historia. Yaani hija hii nafasi ya kumshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu. Baada
kuomba tu. Mungu naomba hili, Mungu nipe kazi, nipe biashara, nipe watoto. Maombi mazuri. Lakini asante tunasema. Basi hii nafasi ya kushukuru. Na kushukuru Mungu kunifanya kuwa katekista katika kanisa. Nipe nguvu nitimize kazi hiyo ya katekista vizuri. Bila kuchoka bila kukata tamaa, nikushuhudie kama katekista na kushukuru Mungu kwa kunipa ujumbe wa katekista. Sema asante kwa Mungu. Ya tano, hii ni nafasi ya kuwa na mshikamano na kuimarishana kama nilivyosema. Lakini mshikamano na jamii, mshikamano na wanakanisa wenzako, mshikamano na taifa la Mungu ambalo Yesu alikabidhi kulitunza. Hapo bila kupata nafasi ya kutafakari kule nyumbani na mshikamano na waumini wangu. Nilipotoka kule Kigamboni kule ndipo anasema katekista tunakumisi, wakupigia simu mpaka sasa hivi. Kwamba tunakumisi katekista utarudi lini? Hao wanasema utaki kwanza kirefu huko. Mshikamano. Mshikamano. Na Wakristo wote na wasiokuwa Wakristo. Nafasi hii ya kujenga mshikamano. Mshikamano na wachungaji wenzako. Mshikamano na paroko wako. Yeye mshikamano na paroko. Baba mmoja alifanya semina kwa Wakristo aliniambia, adui wa kwanza wa katekista parokia ni paroko. Na sijui unapokaa kule kupatana na mapadri, kupatana na wamini wengine, hasa paroko, pengine hata mwongee vizuri, utakaporudi baada ya hija, hapo umebadilika. Ukirudi kama kwanza, bado kwa kumsifu Yesu Kristo. Wale ambao yumeenda kesho ni nafasi ya kujitakasa kabisa na kujaa neema. Tafuta neema kila namna. Neema ya sakramenti kama tulivyosema, lakini pia tafuta neema ya kuhusiana nzuri kama tulivyosema, tafuta neema ya kusoma andiko matakatifu zaidi, tafuta neema ya kujishikamanisha na Mungu na kanisa la Mungu. Basi tuwaombe watakatifu wa leo, Kornelio na Sipriano waombee kwa wao. Walifanya hayo. Wameshuhudia Kristo kama kumwaga damu yao. Wewe na mimi, sijui kama tuko tayari kumwaga damu kwa ajili ya utume huu. Lakini tujitahidi kumpenda Yesu Kristo na kufanya kazi yetu. Magumu yako katika kazi ya utume wa Bwana. Magumu yako. Lakini Mungu hatuachi. Anatuimarisha, anatupa nguvu. Na nafasi hii basi kusema Mungu, asante kwa yote uliyonijalia mpaka sasa. Asante kwa nguvu ulionipa. Endelea kunitunza na kushukuru Mungu na unibariki katika kazi. Tumsifu Yesu Kristo. Katika kanisa letu tunakuomba sana wabariki katika utume wao, wafariji katika mateso na mahangaiko yao wanayopata kutokana na kazi hii ya utume. Na hivi katika kongamano na hija yetu hii, umbariki kila mmoja wetu, umtie nguvu, umimarishe na kumpa nguvu mpya katika kufanya utume wake. Bwana, tunakuomba usikie. Tunakuomba jalie mema na baraka tunazozipata katika mazingira haya ili zitufanye kuwa wapya katika utume wetu na maisha yetu ya kawaida. Bwana, tunakuomba usikie. Mungu Baba Mwenyezi, umtume Roho wako Mtakatifu atukumbushe yale yote tutakayofundishwa katika semina hii na kongamano hii, iwe faida kwa familia zetu na jamii zetu ambazo zinatutegemea sisi kama viongozi wao. Bwana, tunakuomba usikie. Mungu Mwenyezi, nakushukuru kwa zawadi ya ukatekisa, lakini bado tunazidi kukuomba
umtume Roho wako Mtakatifu, hasa kwa vijana, wavulana kwa wasichana, waweze kujiunga na wito huu wa ukatekista, ili tuweze kufanya kazi ambayo tukabidhi Bwana. Maombezi ya watakatifu tunawakumbuka leo kama mashahidi, tunaomba wamjalie nguvu Baba Mtakatifu, maaskofu, mapadre na sisi makatekista katika kazi ya utume. Bwana. Tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Mema mengi umenitendea.
mchana wewe unanilinda, hata hivyo sikushukuru. Upokee Baba sadaka tunayowao mpenzi, kageuza mkate kuwa mwili wake, kwa mapendo yake tupate kula. Upokee Baba sadaka tunayotoa, ni sadaka yake mwanao mpenzi. Upokee Baba na watakatifu, na kama vile sadaka hii ilivyowaimarisha watakatifu Kornelio na Sipriano katika mateso, vivyo hivyo itupatie na sisi uvumilivu katika magumu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Pana kuleta wokovu, tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa maana damu ya watakatifu mashahidi iliyomwagwa ili kuungama jina lako kwa kumwiga Kristo inadhihirisha maajabu yako. Kwa jinsi hiyo unakamilisha uweza katika udhaifu na kuwapatia wasioweza nguvu za kutoa ushuhuda kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa hiyo sisi pamoja na nguvu za mbinguni tunakutukuza daima hapa duniani, tukisifu bila mwisho adhama yako kwa sauti kuu. Takatifu, mtakatifu, 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 mtakatifu Bwana Mungu, Mungu wa majeshi. Mtakatifu, 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 mtakatifu Bwana Mungu, Mungu wa majeshi. Mbingu na dunia kweli zimejaa utukufu wako, zimejaa, zimejaa utukufu wako. Mbingu na dunia kweli zimejaa utukufu wako, zimejaa, zimejaa utukufu wako. Hosana, 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 hosana juu mbinguni. Hosana, 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 hosana.
Hosana, 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 Hosana juu mbinguni. E Bwana, kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu." Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho." Fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha simama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. E Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Damiani Dalu na wakilero wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu Sipriano, Damiano na Sipriano na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina.
mafundisho yake ya kimungu tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ulio Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, ambaye mitume wako: amani na wachieni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kujalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na iwe rohoni mwako. Peane amani ya Kristo. Mwana kondoo wa Mungu Amen.
zetu. Ekaristia ni chakula cha uzima wa milele. Mkate wa mbinguni shibisha roho zetu. Yesu Mwokozi, chakula cha uzima wa milele. Mkate wa mbinguni shibisha roho zetu. Uwanywesha wenye kiu, Bwana, nipokee na kuja. Kujifanya chakula, kutuletea shibe alama yake. Kujifanya chakula, kutuletea shibe alama ya pendo. Uloonyesha kwetu ni mapenzi mazito yasiyo na mwisho na wenye sikitiko, unawapa tulizo, huwaonyesha roho. Asante sana Yesu, asante sana kujifanya chakula, kutuletea shibe alama yake. Kujifanya chakula, kutuletea shibe alama yake. Mapenzi yako Yesu hatuwezi kulinda sisi wana wako. Unaonyesha kwetu ni mapenzi mazito yasiyo na mwisho. Tuombe. Ya mafumbo haya tuliyoyapokea, e Bwana, tunakuomba kwa unyenyekevu, ili tukiwa tumeimarishwa kwa mfano wa watakatifu wako Korneli na Sipriano, na kwa nguvu ya Roho wako tuweze kutoa ushuhuda wa ukweli wa kiinjili kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Wafurahi watakatifu.
Amen.